Jina langu naitwa Leonard Ruzilo, ni mwanachama wa Yanga Africa kupitia tawi la Yanga Morogoro mjini hapa Morogoro. Kimsingi ili sakata kwa ujumla limedhalilisha soka la nchi yetu. Unajua mpira wetu wa Tanzania ulishafika kwenye level nzuri kabisa ya kimaendeleo, lakini kupitia madudu yanayofanywa na bodi ya ligi na TFF yanaanza kurudisha nyuma soka letu. Ukiangalia ili sakata lilivyoenda, sio mara moja. Hiki kitu kilichofanyika juzi watu wanasahau tu, ni kitu ambacho kimejirudia na kile ambacho kilitokea 2021. Na kinachonisikitisha mimi ni baadhi ya wachambuzi kugeuka kuwa machawa wa TFF na kuanza kupotosha umma. Sasa ukiangalia 2021 bodi ya ligi hii ambao ukiangalia ile bodi ya ligi ina mlengo wa kisimba kwa sababu wajumbe wake wengi pale, bodi na wajumbe 12, lakini katika 12 almost zaidi ya wajumbe 8 ni wanachama na viongozi wa Simba wa zamani. Sasa ukiangalia kilichofanyika 2021, bodi walivunja kanuni kwa kuahirisha mchezo masaa mawili kabla ya mechi. Masaa mawili kabla ya mechi wameahirisha mchezo kwa sababu ambazo haziingia akilini. Kwa sababu masaa mawili kabla ya mchezo unaweza kuahirisha mchezo kama labda yametokea majanga ambayo yako nje ya uwezo, au kuna mtu kafa au kuna kiongozi kafa, lakini wameahirisha mchezo kwa sababu za kijinga tu ambazo hazihusiani kabisa na sports, hazihusiani na mpira kabisa. Sasa Yanga walisimamia kanuni, walikwenda uwanjani kwenye muda wa awali kwa mujibu wa kanuni saa 11 na timu ilipelekwa uwanjani na wakasubiri pale, hawakuona marefa, hawakuona timu pinzani, tukasubiri muda wa dakika nusu saa tukaondoka. Lakini hao Simba na TFF kwa sababu wote wanashirikiana kufanya hao madudu, wenyewe Simba walikuja kwenye ule muda ambao umevunja kanuni wa saa 1, na marefaris officials walikuja kwenye ule muda ambao umevunja kanuni. Na siwezi kuwalaumu marefaris official kwa sababu wenyewe wanafuata maelekezo ya bodi ya ligi na TFF. Lakini kwa upande wa Simba ilikuwa tusimame pamoja tukemee uvunjwaji wa kanuni kipindi kile. Lakini kwa sababu wao na bodi ya ligi ni kitu kimoja, wenyewe wakakubali tu kanuni ivunjwe, wakaja muda ambao umevunjwa kanuni. Yanga tunasimamia kanuni. Tulisimamia kanuni, lakini kuanzia pale busara ikatumika, tukakaa, tukaongea, tukakubali kucheza ile mechi tena. Lakini kimsingi kuanzia pale Yanga tungesimamia kanuni kweli, tusingeweza kukubali kucheza ile mechi. Lakini busara ilitumika kwa viongozi wetu, tukacheza ule mchezo. Kimsingi sisi ndio tutakao tuende tukashtaki kasi kwa ajili ya kuomba pointi kwa sababu mechi imeahirishwa bila kufuata utaratibu wa kikanuni. Lakini na kwenye makubaliano ya namna gani tunarudia ile mechi, tulikubaliana kwamba hivi vitu visijirudie tena. Lakini juzi hapa limekuja kujirudia tena. Hili ni kubwa zaidi kwa sababu fikiria wadau wote wa mpira wakiwemo Azam TV na vyombo vingine wamefanya maandalizi makubwa, wametumia gharama kubwa, washabiki wametoka nje ya nchi, wengine wametoka mikoa mbalimbali, wametumia gharama kubwa, wamefika Dar es Salaam. Haya, Simba usiku wa kuamkia mechi anaandika barua kwamba yeye hawezi kucheza, amegomea mechi, sababu za msingi hakuna. Ukiangalia sababu walizozitoa wao za kwamba wameshindwa kufanya mazoezi, kuvunjwa kwa kanuni ile kuna adhabu yake, wala haihusiani na kuahirisha mchezo. Na mpaka asubuhi viongozi wa bodi ya ligi wanaendelea na msimamo wao kwamba mechi ipo mpaka saa 5. Mimi nilikuwa nawasikiliza wasema mechi ipo pale na mashabiki waliendelea kununua tiketi na kuanza kuingia uwanjani. Lakini saa 8 siki imewatokea nini? Wanakuja kutoa walaka wao, sio ni barua yao ile ya kuahirisha mchezo. Na barua yao ukiisoma wanajikanyaga tu, hakuna sababu ya msingi ya kuahirisha ule mchezo. Sasa sisi Yanga tulisimamia kanuni. Watu wanaovunja kanuni ukiendelea kuendekeza huu mpira utaharibika wa nchi. Kwa Yanga tuko kwa ajili ya kunyosha mpira wa nchi. Tulisimamia kanuni. Ilipofika saa 11 timu ilienda uwanjani ikafanya mazoezi ya awali, warm up kabla ya kuingia kwenye mechi, lakini hatujaona officials, hatujaona mpinzani wetu kama ilivyojirudia mwaka 2021. Lakini watu wanapotosha. Sasa bodi ya ligi sasa hivi nasikia wanaomba busara sio itumike sio na nini. Sasa hiyo busara wanaiomba waitakao waitumie kabla. Kwa sababu kipi bora? Sasa hivi watuombe si tutumie busara au wangetumia busara hiyo kipindi kile Simba wamegoma. Kwa sababu Simba wavogoma pale, watu wameshaingia gharama kubwa. Pale ndio itakiwa yaanze kutumika busara, waambie Simba hapana, njooni uwanjani mechi ipo. Lakini wao wakailisha mechi, walikubali watu wote wapate hasara. Mpaka sisi Yanga tumefanya maandalizi makubwa sana. Tumetumia zaidi ya milioni 50 kwa ajili ya maandalizi ya ile mechi. Na muda na mambo mengine.
lakini walidiriki kuahirisha ile mechi bila kumshirikisha mtu yoyote kwa ajili ya kuibeba tu Simba isiweze kupokonywa point. Malalamiko ya Yanga, uongozi uliandika barua baada ya kupata taarifa ya Simba kutangaza nia kutopeleka timu uwanjani, kwamba wao watapeleka timu uwanjani na Simba wasipopeleka timu uwanjani watadai pointi 3. Barua ya Yanga mpaka leo haijajibiwa. Kwako wewe unazungumziaje hili? Kwa kweli hili kwanza linasikitisha kwa sababu Yanga walifuata utaratibu wote kama taasisi, waliandika malalamiko yao na wakaweka msimamo wao na mahitaji yao kulingana na kile ambacho kimetokea. Lakini jambo la kushangaza, kabla hata hajajibiwa barua zikaja kutokea kauli za ajabu za mtu mkubwa kabisa ambaye anaongoza mpira, ambaye ni Wallace Karia, rais wa TFF. Badala ya kujibu yale malalamiko ya Yanga kwa mujibu wa taratibu na sheria, yeye akaanza kuongea kwenye vyombo vya habari na kubeza yale malalamiko ya Yanga, maana kimsingi alikuwa ameshapata upande wa kusimamia. Sasa na hili linazidi kuondoa imani kwa sababu Yanga ile kwa mujibu wa barua yao, Yanga wamekosa imani na bodi ya ligi kulingana mambo kadha wa kadha ambayo yametokea kwa kipindi cha nyuma na hivi karibuni. Lakini sasa msimamo wa rais wa TFF kulingana na kauli zake unazidi kudhihirisha kwamba sio bodi ya ligi tu, yani Yanga sasa hivi hatuna imani hata na TFF. Kwa sababu ukiangalia watu wanajisaulisha tu na watu wanapenda kusahau. Sasa nikukumbushe kitu kidogo mheshimiwa mwandishi. Yanga waliwahi kuomba kuahirisha mechi mara 2 kutokana na sababu kadha wa kadha. Moja ya mechi ambayo Yanga waliomba kuahirisha ilikuwa ni dhidi ya Kagera. Yanga walitoka kucheza na Klabu African nadhani, Klabu African. Na Yanga ile mechi na Klabu African walivyocheza kulikuwa na gap la siku 4 au 5 mpaka kuja kucheza na Kagera. Na Yanga walipata changamoto ya usafiri kuunganisha ndege kutoka Tunisia mpaka kufika Dar es Salaam. Walitumia siku 3 njiani. Kwa sababu pale Dubai walikaa zaidi ya siku 1 kusubiri kuunganisha ndege. Yanga wamefika Dar es Salaam mchana kwenye mida ya saa 6 au saa 7. Walifika Dar es Salaam mchana. Ilibidi Yanga wasiende kambini, Yanga ilibidi watafutiwe hoteli pale maeneo ya uwanja wa ndege. Timu ipumzike kidogo kwa ajili ya kuunganisha safari ya kwenda Mwanza kucheza mechi. Yanga waliomba mechi isogezwe mbele ili wachezaji wapate kupumzika. Wamekaa siku 3 barabarani, wamekaa siku 3 angani. Sasa TFF walikataa. Yaani waliona Yanga hawana hoja ya msingi. Lakini Mungu saidia, tulikwenda tukacheza ile mechi bila kufanya hata mazoezi. Maana tulifika Mwanza jioni, wachezaji walishindwa hata kufanya warm up na waliingia kesho yake siku ya mechi. Pamoja na mvua kubwa ilinyesha, lakini Mungu alitusaidia tulishinda. Lakini kama mnakumbuka ile mechi, Yanga walipaki basi kwa sababu wachezaji walikuwa wamechoka. Tulishinda kibahati tu. Sasa tulipata ile goli tukarudi nyuma kuokoa mpaka mechi inaisha. Lakini pili, kuna kipindi msimu huo ilitokea maradhi hapa, ilitokea homa ya mafua. Kuna kipindi ilitokea homa ya mafua. Tumekwenda kucheza na Prison, nusu ya timu yetu walipata yale maradhi ya homa ya mafua na walikuwa na homa kali. Zaidi ya nusu ya wachezaji waliugua, na siku ya mwisho kabla ya kucheza na Prison walishindwa kufanya mazoezi. Yanga waliwaandikia barua TFF, wakawaomba, tunaomba tusogeze mechi mbele, nusu ya kikosi wanaumwa na watu hawajafanya mazoezi kabisa na hatujui kesho watamkaje. Na kesho yake watu waliendelea kuumwa, lakini TFF ilikataa kusogeza ile mechi mbele. Yanga tulicheza katika wakati mgumu sana, lakini Mungu akasaidia tukashinda 2-1 ile mechi. Wachezaji wamecheza wakiwa naumwa na mazoezi hawajafanya. Lakini wiki hiyo Simba amekwenda kucheza na Kagera, wakapata homa ya mafua wachezaji 4 tu. Waliomba mechi ikaahirishwa ndani ya masaa 2. Yaani mechi imeahirishwa, Kagera wako njiani wanaelekea uwanjani, mechi huku imeahirishwa. Kinyume kabisa na utaratibu. Lakini yote haya tumekaa kimya. Yote haya wanafanya na TFF na bodi ya ligi. Sasa na lingine kubwa, kama mnakumbuka mechi ya Simba na Yanga, kuna rafu mbaya sana, Henok Inonga alimchezea Shuaboy kama mnakumbuka, alimkanyaga usoni na mguu. Referee kwenye ile mechi akumpa kadi nyekundu, akampa kadi ya njano. Alivompa kadi ya njano, watu wakaja juu wakapiga kelele, ile rafu ilikuwa ni mbaya sana. Huyu alistahili kupewa kadi nyekundu na alistahili kufungiwa mechi 3. Lakini wachambuzi hao ambao ni machawa wa TFF na bodi ya ligi, tena nawataja kwa mfano Jemedali huyu Joflea na Shafi Dauda aliingia. Naomba kabisa na Prisha Kishamba asikate hii, ingawa wako pamoja wanafanya kazi pamoja. Shafi Dauda naye alikuwa kwenye huo mkumbo. Walitetea bodi ya ile kamati ya masaa 72 ilivyokaa, haikutoa adhabu yoyote kwa Henok Inonga. Lakini wachambuzi hawa ambao ni machawa wa bodi ya ligi mpaka leo walitoa sababu kwamba Inonga hajafungiwa kwa sababu referee kwenye ule mchezo alikusha toa njano, yani kwamba alishakutoa adhabu.
Kwa masaa 72 wakimfungia wanakuwa wametoa adhabu mara 2. Kwamba isingekuwa imetoka njano, kamati ya masaa 72 wangemfungia, lakini wameshindwa kufanya maamuzi kwa sababu refari uwanjani alishatoa adhabu ya njano. Basi kwa sababu kwa utetezi ule tukasema sawa, labda inawezekana aliruhusiwa kutoa adhabu mara 2. Kamati ya masaa 72 ikakaa kimya. Ilipokaa kimya, likaja likatokea Dickson Jobu, nadhani ilikuwa kati ya mechi na Coast, sikumbuki ni mechi gani, lakini kama sio na Mungu basi ni Coast. Dickson Jobu alimkanyaga mchezaji, kama mnakumbuka. Akupewa njano kwa sababu refari alikuwa hajaona. Kamati ya masaa 72 walimfungia mechi 3 Dickson Jobu. Lakini kwa sababu utetezi wao kwamba Dickson Jobu amepewa adhabu kwa sababu hakupewa njano, laiti kama angepewa adhabu yoyote, kamati ya masaa 72 isingetoa ile adhabu. Tukaamini inawezekana ni kweli. Kwa sababu ni kweli Inonga alipewa njano na masaa 72 ile kamati haikumfanya chochote. Dickson Jobu hakupewa adhabu yoyote na refari, kamati ya masaa 72 ikamfungia kwa kigezo kwamba refari hakuona hakutoa adhabu yoyote. Sasa ikaja Khalid Aucho dhidi ya Coast. Kama mnakumbuka, tumecheza na Coast kule Tanga. Khalid Aucho, Coast walikuwa wanapoteza muda tena kupitia Ibrahim Wajibu. Walikuwa wanapoteza muda, Khalid Aucho alienda kumpokonya mpira Ibrahim Wajibu. Katika kusukumana kupokonyana mpira, Aucho alimrushia mkono kama kiwiko hivi. Akampiga Wajibu akaanguka gagaragara, lakini refa hakuona kama ni kosa kubwa sana, akatoa kadi ya njano kwa Khalid Aucho. Refa alipotoa kadi ya njano kwa Khalid Aucho, sisi tukajua lile jambo limefanyaje, limekuja kwa sababu adhabu imeshakwisha kutolewa uwanjani. Na kama tulivyoaminishwa na hao wachambuzi na jemedali kwamba adhabu ikishatoka uwanjani masaa 72 hawezi kutoa tena adhabu. Lakini masaa 72 kamati ilivyokaa wakamfungia Aucho mechi 3. Tukahoji imekuaje Enock Inonga hakufungiwa na kamati ya masaa 72 kwa sababu kwamba alipewa kadi ya njano pale uwanjani, kwamba hawezi kutoa adhabu mara 2. Khalid Aucho amepewa kadi ya njano uwanjani, lakini bado masaa 72 walimfungia mechi 3. Sasa hiyo ndio bodi ya ligi hii ambayo inaendelea kufanya. Sasa jiulize hapo, hiyo bodi ya ligi ilitumia kigezo gani kumnyima kutomfungia Inonga kwa kusema kwamba hatuwezi kutoa adhabu mara 2, refari aishampa njano uwanjani. Lakini Khalid Aucho alipewa njano uwanjani, lakini bado masaa 72 walimfungia kwa lile kosa alilofanya. Sasa kwa hiki ambacho kinaendelea, tumeona Yanga imebaki na msimamo wake ule kwamba tutapeleka timu uwanjani hata kama Simba ijaja, na kama Simba haijatokea tutadai alama 3. Lakini tumeona mpaka leo viongozi hawajaandika barua nyingine yoyote zaidi ya ile kukazia yale malalamiko yao, na ni kwamba kinachosubiriwa kuona maamuzi ya bodi ya ligi. Mpaka leo bodi ya ligi haijatoa maamuzi kwa dakika 1 ama 2 hivi. Hebu wewe nini msimamo wako katika hili sasa kama mwana Yanga? Mimi kama mwana Yanga nasimama na maamuzi ya kamati ya utendaji wa Yanga. Kamati ya utendaji wa Yanga ilishatoa msimamo. Sisi tunahitaji pointi 3, lakini vile vile tunahitaji bodi ya ligi ijiuzuru, lakini vile vile tunahitaji maboresho makubwa yafanyike kupitia TFF, kwa maana ya kuunda bodi ya ligi nyingine, kwa sababu hii tumekisha kosa imani nayo. Na Yanga kimsingi mpaka sasa hivi sisi msimamo wetu tunakwenda kasi kwenda kudai pointi zetu 3, kwa sababu hatuna imani tena na bodi ya ligi. Wao watujibu asitujibu, lakini sisi tunaamini kabisa kwamba kasi ndio anaweza kutoa maamuzi sahihi ya hili jambo. Na msimamo wetu pamoja na maamuzi ya kasi au maamuzi yoyote wengineo, sisi msimamo wetu kama Yanga, ile mechi sisi imeshakwisha, hatuwezi kuicheza tena. Maamuzi yote atakayoyafanya sisi tuko tayari kuyabeba. Wakisema waifute Yanga, wakisema waishushe daraja, vovote utakavyofanya, sisi mechi hatuchezi tena. Huo ndio msimamo wetu. Una wito gani kwa wanayanga wengine katika hili sasa? Wanayanga wengine wote mikoa yote na washauri, watu wa Zanzibar, watu wa Dar es Salaam, watu wa Dodoma, sisi watu wa Morogoro leo tuko hapa tunalitolea msimamo hili. Naomba na mikoa mingine yote tuungane, tutoe msimamo wetu na tusimamie msimamo wetu. Tusiogope, hii ishakuwa vita, hakuna uoga, hakuna kurudi nyuma. Kama kauli mbiu yetu daima mbele, nyuma mwiko. Kwenye hili hatuchezi tena mechi, maamuzi yote yafanyike, lakini tunataka tunyoshe mpira wa nchi.